ni ya muhimu sana kwa maendeleo ya mkoa wetu. Ni timu ambayo inatuletea mapato, inawapa vijana wetu ajira, lakini pia ni sehemu mojawapo ya kuburudisha na inavuta uchumi wetu kwa nchi, ukiacha hata ule wa Shinyanga. Ikiingia kwenye ligi kuu itatusaidia kuongeza mapato ya Shinyanga. Lakini mimi kama mbunge wenu nilivyoingia madarakani, nilikuta vitu vingi sana viko hoi bin taban. Hata ambulance tulikuta vipo moja mbovu. Leo tuna ambulance 3 mpya zinafanya kazi kwenye hospitali zetu. Tuna mambo ya kwanza ya kipaumbele, michezo ni muhimu, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinagusa maisha yetu moja kwa moja. Nikasema nitakuwa nagusa kila mahali. Nitakuwepo kwenye michezo, lakini nitakuwepo kwenye kero zinazowagusa wananchi wote pia kwa wakati huo. Kwa hiyo nilichofanya cha kwanza, nikasema kwenye stendi, wakati huo mtakumbuka nyuma ilikuwa kwenye migogoro mikubwa sana, uongo? Na siasa ilikuwa kubwa sana kule. Mimi huwa ni mkweli tu, wala wasiogopi kuhukumiwa. Tulikuwa na siasa kidogo kwenye timu yetu. Uongo kweli? Mbona sauti zinaanza kupungua? Mwiba huwa unaingia na unatolewa pale pale ulipochomea, au sio? Kwa hiyo kulikuwa kuna hali kidogo hivi ya siasa ambayo nikasema kwenye maendeleo ya timu haiwezi kutusaidia sana kwenda mbele. Lazima kwanza uongozi uwe na uelewano mzuri, lakini pia tuwe na uaminifu kwa wadau wanaotuchangia na kutusaidia kwenye timu yetu. Hatua hizo nimeanza kuziona sasa tunaenda vizuri. Na kwa sababu tunaenda vizuri, tulianza mwanzo. Mtakumbuka kama watakuwa wakweli zaidi, watasema mbunge alichangia kiasi gani. Kuna wakati ilikuwa hoi kuliko sasa. Mnafahamu kuna wakati ilikuwa hata kupanga tu sehemu kulisha wachezaji ilikuwa mtihani, mbunge alifanya kazi. Uongo kweli? Semeni ukweli, lazima tuuseme. Lakini ikifika hatua fulani, mimi huwa nikiona jambo lina mvutano, huwa mara nyingi sipendi kugombana, nakaa nyuma, kwa sababu mwisho wa siku nataka kuona mafanikio. Si faida sio sisi kugombana wala kuvutana. Faida ni kuleta mafanikio ya timu. Sasa kwa sababu tunaenda hivyo, natambua mimi mkono wangu niwape taarifa leo, niseme nisiseme. DC anafanya kazi pia na mbunge, na ndio maana mnamuona yuko mstari wa mbele. Kwa hiyo mimi mkono wangu huko kupitia kwa DC, lakini pia nitakapokuja kujitokeza ni pale ninapoona hatuamini sana kwenye siasa. Sababu lazima tutofautishe. Siasa ya mpira ni tofauti kabisa na siasa ya vyama. Sasa tukianza kuingia kwa mfano kwenye timu yetu, ubunge unatafutiwa kwenye Stand United, huyu anapeleka huku, huyu anapeleka huku, huyu anapeleka, haitaenda hivyo. Ni ngumu, mtagombana tu. Uongo kweli? Sasa lazima tukubali kwamba tukitaka Stand United isimame iwe ya watu wote, tusilete usimba na uyanga, tusilete uCCM na uchadema, tusilete nini. Tuangalie maslahi ya timu, tutapafika mbali. Huo ni usia wangu mimi. Sawa sawa lakini tukifika sehemu tutachijagawanya, kwa sababu mwisho wa siku mtajikuta mko makundi. Na ndio maana leo hata timu yetu ya taifa kufanikiwa inakuwa ngumu. Mama anatupia pesa kila siku ya Mungu, lakini inafika sehemu timu yetu ya taifa tunaiunda, huyu wa Yanga, huyu wa Simba. Umefika kwenye 18 umekabwa, badala ya kumpa wa Yanga na nafasi pale, humpi kwa sababu wewe ni Simba, akifunga ataleta sifa. Uongo kweli? Wa Simba naye akifika, hata kama amebaki hapo yuko sehemu amekabwa, alafu wa Simba yuko yeye na kipa, hawezi kumpa pasi kwa sababu atampa sifa na Simba itapata sifa. Uongo kweli? Sasa tusifanye hivyo kwenye timu yetu pia hapa. Na sisi mnapotupa viongozi, Mwenyezi Mungu ndio anajalia. Uongo kweli? Busara sio lazima niote mvi. Wakati mwingine hata mimi mdogo, kubarini ushauri wangu, tusimame kwa ajili ya maslahi ya Stand United. Na mimi nitaendelea kutoa fedha kama jinsi ambavyo sasa hivi tuna akaunti maalum na muhasibu wetu tunamjua yule dada pale, tutaendelea kuweka pale. Na wengine hatuna tabia kujitangaza. Mimi uwezo ukanisikia msibani hela yangu inatangazwa, kwa sababu sifanyi siasa msibani. Wala nikija kwenye timu nitakupa mchango wangu, wala sihitaji utangaze, kwa sababu tunataka mafanikio ya timu. Hasionekane mtu mmoja kwamba mimi ndio nimebeba timu, mimi ndio nani. Akiwa ni mdhamini hivyo au mdhamini maalum kama Jambo, mpigeni makofi, anaonekana. Lakini kusiwe kwa sababu nyingine yoyote. Nadhani hapo tumeenda sawa sawa, au sio? Na hapa nikitoka hapa hakunaga mahubiri. Unajua wanasiasa peke yake ndio anaweza akahutubia au akatoa nini, alafu
Shehe akitoa mawaidha inabidi umchangie, au sio? Padri vile vile na mchungaji. Lakini mimi baada ya kutoa mawaidha haya nitachangia tena kiasi mtakachotaka. Hapo vipi? Marula TV, we believe in change.